Inawezekana umetoka katika mazingira ambayo yalikuwa hayafiti pamoja na wewe. Ulikuwa unaonekana ni mtu ambaye una drama, full of shit, na wengi waliweza kukiona hicho kitu kama mtu ambaye ni too much, mtegemezi sana, lakini bila kufikiri kwamba wewe ulikuwa ukiona kila kitu kama kilivyo, na kwa kusimama katika nafasi yako kuwa mkweli, kukisimamia kile ambacho ulikuwa unaamini ni sahihi, kwa sababu dunia imejaa binadamu ambao wameishi na wanaishi katika mfumo wa giza. Kwa hiyo wana uzito na hawaoni vitu kama ulivyokuwa unaviona wewe. Kwa hiyo inawezekana ulishindwa kupata support kutokana na kile unachokiamini. Labda ulionekana ni mtu ambaye huwezi kufanikiwa haraka. Labda ulionekana ni mtu ambaye utatumia nguvu kubwa sana ili uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo kuna ambao walikuwepo kwenye maisha yako kwa ajili ya kutumia kwa muda. Kuna ambao walikuwepo kwenye maisha yako kwa ajili ya kukukebei. Kuna ambao walikuwepo kwenye maisha yako kwa ajili ya kukudharau. Lakini bila wewe kujua, yale yote uliyoyapitia ilikuwa ni sababu Mungu alikuwa anataka kukuinua. Na asingeweza kukuinua ukiwa umezungukwa na watu ambao hawaoni unachokiona wewe. Kwa hiyo kuna energy ambayo imenionyesha kwamba watu wanaona hapo ulipo, na kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kutafuta vitu kutokana labda na background yako, udhaifu wako, ili waweze kujua wanakusimamisha vipi wewe kufikia hayo malengo yako. Lakini ujumbe ni kwamba you are the empress and God wants to elevate you. Yani uko katika energy ya ukuaji na Mungu anahitaji kukuinua. Kwa nini anahitaji kukuinua? Kwa sababu hizi energy ambazo zimekuzunguka kama nilivyokuelezea, ili zisiweze kukufikia, maana yake ni lazima wewe uweze kuinuliwa na itakuwa ngumu kuweza kukufikia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaonekana na unatakiwa kuwa makini sana. Ndio maana huwa nawaambia kila siku, dumisheni ulinzi, kwa sababu Mungu kazi yake ni kukufikisha wewe kwenye hatima yako. Lakini unafikaje, hiyo ni kazi yako wewe. Kwa hiyo itakuwa haina maana kama utataka akutetee katika kila kitu, kwa sababu umekuja hapa kama roho ndani ya mwili kujifunza. Hii ni shule ya roho hapa duniani. So usitegemee kila kitu kitaenda kama unavyotaka wewe. Na wakati wewe unasubiri uweze kufikishwa katika hatima yako bila kutumia utambuzi wako kwa kuweza kusimama katika nafasi yako, yeye hawezi kuwa na muda naye. Atadili na watu ambao wana utashi na wanatambua kwamba nipo katika nafasi fulani, nahitaji kufika sehemu fulani. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana. Na ujumbe niliokuletea leo ni huu. Ningependa tuangalie wote kwa pamoja, ili kila mtu aweze kuchukua kile kilicho chake. Nikwambia you was the impress now. Sawa. Unatakiwa kuwa na imani na kile unachokifanya. Haijalishi upo katika nafasi gani na upo katika eneo gani, lakini unatakiwa kuwa na imani na kile unachokifanya. Kwa sababu nimekuambia kwamba Mungu anahitaji kukuinua ili uweze kuondokana na hizi energy ambazo zinakutafutia sababu. Kwa hiyo kikombe chako kipo karibu sana na wewe. Unatakiwa kuwa na imani na unachokifanya. Umezungukwa na nguvu ya kimungu. Hii ni infinity symbol. Umezungukwa na nguvu ya kimungu, unatakiwa kuwa na imani na unachokifanya. Kikombe chako kipo karibu, ila tu ambao unatakiwa kuachilia vitu visivyo na maana. Kwa ujumbe wa leo ni huu kama nilivyowaambia, na kwa yote ambaye atahitaji msaada, huduma za kiroho, mafunzo, anaweza kanitafuta, tutawasiliana na nitakupa huduma. Na usisahau kulike, comment na kufollow page kwa ajili ya update mbalimbali. Bila kusahau una uwezo pia kucomment kwamba watashuhudia nikifanikiwa bila wao. Tupo pamoja. Asanteni na karibuni sana.